Maisha kitu cha msingi kwanza ni kuwa na heshima na kuwa na nidhamu. Leo hii tumekwenda kushuhudia mchezo wa mwisho wa robo finali kwenye kombe la muungano hapa kisiwani Pemba katika uwanja huu ambao ni uwanja maridhawa sana. Lakini tuzo ya mchezaji mwenye mchezo wa kiungwana imekwenda kwa klabu ya KVZ, lakini pia Kijeba ndo amekwenda kuchukua tuzo hiyo. Twende tukamsikie ni namna gani tuzo hii imemuongezea kitu kwenye maisha yake ya soka, lakini namna ambavyo amepoteza mchezo leo dhidi ya klabu ya Yanga. Twende tukamsikia, lakini huyu ni Isike, nyuma ya kamera yuko Madam Jackie. Na mtazamaji, tunatoka kushuhudia mchezo wa mwisho hatua ya robo finali ya kombe la muungano 2025. KVZ inakuwa timu ya pili kutoka visiwani Zanzibar na ngoka kwenye mashindano, na klabu ya Yanga inakuwa timu ya pili kutoka Tanzania bara na kwenda hatua nusu finali. Ale mbele yangu ni mchezaji bora, mchezaji mwenye mchezo wa kiungwana zaidi kwenye mchezo leo, ambaye anakwenda kutuambia nini kilikuwa cha kipekee kwake kupata tuzo hili, lakini nini kiligharimu timu yake. Jina lako nani? Majina anaitwa Musa Rugeye almaarufu Jeba. Jambo la kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza mechi salama. Na pia ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupoteza. Na nashukuru pia kwa kuwa mchezaji bora kwa fair play katika mchezo huu. Sauti yako iko chini sana mzee. Vipi ni hizo goli mbili? Kwa sababu mchezo ulikuwa mgumu na tumechoka. Tumecheza na timu yenye experience kubwa. Alhamdulillah hajatufunga magoli mengi. Hajafunga goli nyingi. Somo gani umechoka kama mchezaji hapa kutoka kwa wachezaji wa klabu ya Yanga? Nini ambacho umejifunza kwao? Jambo la kwanza, mechi kama hizi nimejifunza inahitaji utulivu mkubwa, experience. Wanakimbia sana katika maeneo, wanafuata maelekezo ya mwalimu, ni jambo muhimu. Wao ni wachezaji wakubwa. Ukichukua overall ya mchezo, mmefanikiwa kuweza kumiliki mchezo kwa kucheza, lakini nafasi ambazo mlizipata hamkuzitumia ipasavyo. Pengine nini ambacho mtaondoka nacho kama somo katika maandalizi ya kombe la muungano msimu unaokuja? Lakini nataka nifahamu wapi Young Africans walikuwa wagumu mbele yenu? Walikuwa wagumu katika maeneo mengi kwa sababu wao wanafinya mianya hivyo. Ulionekana kuwa na utulivu katika eneo lako ukisaidizana na Mukrim pamoja na Mohamed ambaye mlikuwa mnacheza kwa uzuri mkubwa. Nini ambacho pengine kilikuwa special sana kati yenu midfielder ya KVZ na midfielder ya Young Africans? Alhamdulillah. Mwalimu alituambia tuwe watulivu. Mchezo utakuwa na pressure lakini tushushe pressure. Ni mechi kama mechi za kawaida. Ndio tumeweza kutulia na kucheza vizuri katika mchezo wa leo. Kupoteza ni matokeo. Neno lako kwa mashabiki wa KVZ? Wasituchoke, tunarudi, tuendelea kupambana, tunataka ubingwa na FA. Shukrani sana. Shukrani. Kumsikia mchezaji mwenye tuzo ya mchezo wa kiungwana, namna alivyozungumza, namna alivyoheshimu klabu ya Yanga, lakini namna ambavyo amejifunza vitu vingi kutoka kwa viungo wa daraja la juu wa klabu ya Yanga. Hapa namzungumza Mudathir Yahya basi, lakini pia amemtaja Maxim pia Zingili, namna ambavyo walikuwa wanampa darasa kubwa kwenye eneo la kiungo. Lakini tuzo yake aliyochukua amesema imemuongezea kitu kikubwa kwenye karia yake, lakini pia hajaacha kushukuru uongozi wa City College kwa namna ambavyo wamekuwa wakiwaunga mkono wachezaji wao katika mashindano ya kombe la muungano. Lakini pia amewaomba Tanzania kuendelea kukiunga mkono chuo cha City College ambacho makao makuu ni Dar es Salaam, lakini hapa Zanzibar pia wanatawi kubwa sana. Mimi ni Isike, nyuma ya kamera yuko Madam Jackie. Hii ni Nakivona Sports.